Kwa majina naitwa Peter Leonard Peter. Haliathiri madereva tu wa bodaboda, bajaji na magari, bali hata sisi kwa upande wetu wa abiria tunaona kuna namna fulani kama tunakosewa, kwa sababu tunashindwa kufika kwenye maeneo yetu ya kazi kwa wakati kutokana na kwamba nauli zimepanda. Inafikia stage tunashindwa kutekeleza majukumu yetu kwenye maofisi yetu kutokana na mafuta kuwa yamepanda ghafla. Nitolee tu mfano, kuna waajiliwa sawa, waajiliwa wa sekta binafsi, lakini pia waajiliwa wa serikali. Tunaonekana hatutendi kazi zetu vizuri kutokana na wakati mwingine tunashindwa kufika kazini on time, tunashindwa kufika kazini kwa muda ambao umeelekezwa na ofisi. Mwisho wa siku hata utendaji wetu unakuwa ni mbovu kutokana na changamoto za usafirishaji. Tena kwa mkoa kama Kigoma ni mkoa ambao haupaswi kuwa na hiyo changamoto kwa sababu hauna population kubwa ya watu. Kwa hiyo cha msingi ambacho mimi ningeshauri serikali tujitahidi sana kuhakikisha tuangalie namna ya kufix hili jambo, ili bei ya mafuta irudi kuwa pale pale, kuweka urahisi kwa watu au kwa wananchi wa Tanzania, kwa sababu tutakapochelewa kufika makazini, mabosi wetu watatufukuza kazi. Mwisho wa siku hata kodi ya kutoa tutakosa, na mabosi zetu watakosa wafanyakazi, kwa hivyo watakosa kodi ya kutoa kwa ajili ya taifa lao. Kwa hiyo tuangalie pia haya mambo, kwa sababu sote tukachukulia kwamba ni jambo dogo kupandisha bei ya mafuta, lakini mwisho wa siku likaja likazua taharuki ambayo ni kubwa zaidi. Kwa jina naitwa Amani Nteze Magambo, mkazi wa Kigoma mjini. Mimi kama abiria, hii hali ya mafuta imetuathiri wengi sana. Kwa sasa unakuta sehemu ambayo ulikuwa unaenda kwa 1000 unaenda kwa 1500 mpaka 2000. Sehemu ambayo ulikuwa unaenda kwa 500 unaenda kwa 1000. Kwa sasa unajikuta ukitoka nyumbani, kama kazini ulikuwa unafika saa 2 unafika saa 4. Kwa sasa unakuta ukikutana na bosi mkorofi anaanza kukufokea kwamba kwa nini umechelewa kazini. Kwa majina naitwa Sogoro Kashindi Ramadhani, ni mkazi wa Kigoma Ujiji. Swala la mafuta limetuathiri sisi wasafirishaji wa pikipiki pamoja na bajaji, ambalo inafikia hadi hatua tunagombana na mabosi zetu kwa sababu ya kipato kimekuwa hela imekuwa ni ngumu sana kupatikana, kwa sababu inamlazimu abiria atembee kwa mguu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili kufiksi kuendana na nauli yake jinsi yeye alionayo mfukoni. Kwa hiyo inamlazimu mtu sasa kutoka kwenye pikipiki au bajaji aende akapande daladala. Kwa unajikuta sasa watu wa daladala wanaingiza, sisi watu wa pikipiki na bajaji hatuingizi kile kiasi ambacho tulikuwa tunaingiza kila siku. Kwa hiyo inakuwa ni vurugu sana kwa mabosi zetu. Naitwa Dennis Deusi, jina maarufu kwa hapa Kigoma natumia jina la Dino, dereva bajaji. Sisi changamoto kwa sasa tunayopitia ni abiria kwa sasa hawapatikani kama ilivyokuwa zamani kwa sababu ya kutokana na bei. Kwa hiyo tungeomba walau mambo yarekebishwe kidogo serikalini ili tuweze kuwa vizuri. Ila kwa sasa tumerudisha hadi daladala barabarani haisi, kwa sababu haisi zilikuwa tushazitoa mjini kabisa. Kwa sasa tumezirudisha kutokana na bei. Wao wanabeba kwa sasa hivi 800 hadi 1000 na sisi tunabeba 1000. Kwa hiyo tunakinzana. Kwa sasa hivi ukiangalia hata bajaji zimepaki vituoni, sasa hivi hatuna kazi. Lakini ukiangalia matajiri wao wanahitaji chao 25,000 mkataba. Unakuta mtu kwenye mkataba atafuta 25,000. Sasa wewe kwa siku nzima unajikuta umekusanya 50,000 au 55,000. Ukienda sheli inahitaji 33,500 full tank ijae. Sasa unajikuta wewe una chochote, familia inahitaji kula, bosi naye anahitaji cha kwake. Kwa hiyo tunaamua kupambana na bei hizo, hatuna jinsi. Kwa sababu bei sisi wenyewe ndio tumejiwekea, hatujapangiwa na mtu. Inakulazimu wewe mwenyewe upandishe hiyo bei. Shida ya hiyo lenzi sasa hawezi kurudisha nyuma.